Kulikuwa na kijana mmoja anayeitwa Amani. Jina lake lilikuwa na maana, lakini maishani mwake amani hiyo haikuwepo. Amani alikulia katika mtaa mdogo uliojaa vumbi na kelele za kila aina. Nyumba yao ilikuwa ndogo, paa lake lilivuja wakati wa mvua, na familia yake ilikuwa na hali ngumu. Lakini ndani ya moyo wa kijana huyo kulikuwa na moto wa aina yake, ndoto kubwa zenye rangi zenye nguvu. Amani alikuwa na ndoto ya kuwa mbunifu wa biashara, mtu anayeunda kitu kipya, kitu ambacho kingeweza kubadilisha maisha ya watu. Alikuwa na daftari lake dogo la bluu ambalo alikuwa akiandika mawazo yake usiku na mchana. Kurasa za daftari hilo zilijaa michoro, mipango na maneno ya matumaini. Kila usiku kabla ya kulala alifungua daftari hilo na kujiambia, siku moja hii itakuwa kweli. Lakini tatizo lilikuwa moja tu, na tatizo hilo lilikuwa kubwa kuliko alivyofikiri. Kila mtu aliyemzunguka hakumwamini. Marafiki zake wa mtaani walimcheka mara kwa mara. Walipoona daftari lake la bluu walipiga kelele za dharau. Mmoja wao, rafiki yake wa zamani aliyeitwa Juma, alisema mara moja hivi: Amani, wewe ni mzuri wa kusoma vitabu na kuota, lakini dunia ya kweli si ndoto. Tafuta kazi ya kawaida, kuwa dereva, kuwa fundi, kuwa kitu cha kweli. Hizo ndoto zako ni mchezo wa watoto. Watu wa mtaani walifuata nyayo zake. Mama wa jirani, Bibi Mariam, alimwambia kila siku alipoona Amani akipita, mtoto, acha mambo ya bure. Angalia baba yako, alifanya kazi ya bidii miaka yote na alipata riziki. Hiyo ndiyo njia ya kweli. Hata wazazi wake, ingawa walimpenda kwa moyo wote, walikuwa na wasiwasi. Baba yake aliketi naye usiku mmoja na kusema kwa upole, mwanangu, sielewi hizi ndoto zako. Niambie, utaishije maisha? Pesa hazianguki kutoka angani. Maneno hayo yalimfika Amani moja kwa moja, kama mishale inayoingia polepole lakini kwa nguvu. Kadri siku zilivyopita, Amani alianza kupoteza nguvu ya moyo wake. Daftari lake la bluu alianza kuliachia sehemu moja mezani bila kufunguliwa. Wiki moja ikapita, 2, mwezi mzima ulipita bila kuandika chochote. Alianza kuamini maneno ya watu. Alikaa nyumbani, alifikiria, labda wana haki, labda mimi ni mjinga wa kuendelea kuamini hivi, labda njia kawaida ndiyo sahihi. Ndoto zake zikaanza kufifia polepole kama mwanga wa mshumaa unaokaribia kuisha. Tabasamu lake alilokuwa nalo hapo awali, lile tabasamu la mtu anayeona mbele, lilitoweka. Badala yake Amani alijikuta akitembea kwa uchovu, macho yakiangalia chini bila nguvu. Haikuwa huzuni tu, ilikuwa ukiwa wa aina ya pekee. Ukiwa wa mtu anayeacha ndoto zake mwenyewe. Siku moja ya Jumamosi asubuhi, Amani alikuwa ameketi peke yake kwenye benchi ya bustani ndogo iliyokuwepo pembeni mwa mto. Hakuwa na kazi ya kufanya, hakuwa na mahali pa kwenda, alikuwa tu ameketi akiangalia maji ya mto yakitiririka polepole. Alifikiria jinsi ya siku zake zilivyokuwa zimekuwa tupu. Ndipo mzee mmoja alikuja na kukaa karibu yake. Mzee huyo hakuwa mtu wa kawaida. Alivaa vizuri, si kwa ufahari wa kujigamba, bali kwa utulivu wa mtu anayejijua. Nywele zake zilikuwa nyeupe kama pamba. Uso wake ulikuwa na mistari ya mtu aliyeishi maisha mengi sana. Lakini macho yake yalikuwa hai, yenye kina na yenye nuru. Mzee alimwangalia Amani kwa muda, kisha akasema kwa sauti ya pole pole na ya utulivu, kwa nini unaonekana kama mtu aliyekata tamaa? Umechoka, lakini si uchovu wa mwili, ni uchovu wa roho. Amani alimwangalia kwa mshangao. Hakutarajia mtu yoyote kumwona hivyo. Wazi kabisa, kwa dakika moja tu ya kuonana, Amani alimwambia ukweli wote. Alikuwa na haja ya kusema. Maneno yalitoka kama mto unaofunguliwa baada ya kuzuiwa muda mrefu. Alimweleza ndoto zake, alimweleza marafiki waliomcheka, alimweleza wazazi wake wenye wasiwasi, alimweleza Bibi Mariam na maneno yake ya kila siku. Alizungumza kwa muda mrefu, na kwa mara ya kwanza kwa muda mrefu alizungumza kwa uaminifu kamili. Mwishowe akamwambia, watu wanasema siwezi kufanikiwa, na sasa naanza kuamini wanasema ukweli. Mzee alimsikiliza bila kukatiza. Hakumwambia pole haraka haraka. Hakumtuliza kwa maneno mazuri ya uongo. Alimsikiliza tu kwa moyo wote.
Kisha akatua kimya kwa sekunde chache. Baadaye akatabasamu kidogo. Tabasamu la mtu anayeona kitu ambacho mwingine bado hajaona. Kisha akasema, tatizo lako sio watu. Tatizo lako ni kwamba umeanza kuamini maneno yao kuliko kujiamini wewe mwenyewe. Amani alimwangalia mzee. Aliendelea, Amani, sikiliza vizuri. Katika maisha yangu nimekutana na watu wengi waliofanikiwa na watu wengi walioshindwa. Na ninakuambia ukweli huu. Tofauti kati yao sio akili wala sio bahati na wala sio mali ya awali. Tofauti ni hii moja tu. Wale waliofanikiwa waliamua kujiamini hata wakati dunia yote ilisema hapana. Wale walioshindwa walikubali maneno ya wengine badala ya kukaa imara katika maneno yao wenyewe. Kila mtu mkubwa aliyewahi kuishi, mzee alisema, aliwahi kuwa mahali ulipo sasa hivi. Walitukanwa, walichekwa, walidharauliwa, lakini walifanya kitu kimoja ambacho wengine hawakufanya. Waliendelea. Usiku ule Amani hakulala. Alikaa kwenye chumba chake kidogo, taa moja ikiwaka, daftari lake la bluu likiwa mbele yake, aliyokuwa ameliachia bila kufunguliwa kwa miezi mingi sana. Alifungua ukurasa wa kwanza. Aliona michoro yake ya zamani, mipango yake, ndoto zake zilizoandikwa kwa mkono wake mwenyewe. Alihisi kitu kikiwaka tena ndani ya moyo wake. Alifikiria maneno ya mzee, tatizo lako sio watu. Tatizo lako ni kwamba umeanza kuamini maneno yao. Ni kwa mara ya kwanza Amani alielewa ukweli mzito. Hakuna mtu atakayeamini ndoto yako kama yeye mwenyewe aamini. Watu wanaweza kukupigia kelele, wanaweza kukucheka, wanaweza kukuambia uwezi. Lakini kama wewe ndani ya moyo wako naamini, kama moto ule bado unawaka, basi hakuna maneno yanayoweza kuuzima. Alitoa kalamu yake, alianza kuandika tena. Siku iliyofuata aliamua kwa nguvu zote, kwanza leo nitaacha kuishi kwa maneno ya watu, nitaanza kuishi kwa ndoto zangu mwenyewe. Safari haikuwa rahisi hata kidogo. Amani alianza kujifunza, alisoma vitabu, alitafuta watu wanaojua zaidi, alitafuta fursa ndogo ndogo. Si mara moja akafanikiwa, bali hatua moja kisha nyingine kisha nyingine tena. Alifanya makosa mengi. Mradi wake wa kwanza ulishindwa, wa pili ulianza vizuri kisha ukajikokota baadaye. Wa tatu ulichukua muda mrefu kuliko alivyotegemea. Kulikuwa na nyakati ambapo alirudi nyumbani usiku na kuhisi uzito mkubwa wa kukata tamaa akishuka juu yake kama wingu. Lakini kila wakati huo alifungua daftari lake la bluu na alijiambia, bado moto unawaka, bado naendelea. Miaka 5 baadaye, miaka 5 ya jasho, makosa, masomo na uvumilivu, Amani alifanikiwa. Aliunda biashara yake ndogo ambayo ilisaidia watu wengi katika mtaa ule ule aliokulia. Watu walianza kumjua, walianza kumheshimu. Na watu wale wale waliomcheka zamani, marafiki wa zamani, watu wa mtaani, hata wale walikuwa na maneno makali zaidi, ndio wale waliokuja kwake siku moja na kumuuliza, Amani, siri yako ni nini? Ulifanyaje? Amani akatabasamu, tabasamu lile la zamani, lile la mtu aliyeona mbele. Lilikuwa limerudi. Akamwambia ukweli rahisi, nilijifunza kitu kimoja tu, kuamini ndoto zangu hata wakati ulimwengu ulikuwa bado hujaamini. Ukweli ni huu, na ni muhimu kusikia vizuri. Dunia mara nyingi haitakuamini mwanzoni. Hii si kwa sababu wewe ni dhaifu au sio mzuri, ni kwa sababu watu wengi wanaona tu kile kilichopo sasa, si kile kilichoweza kuwa. Maono ya ndoto yako ni yako wewe peke yako, wengine hawayaoni, na hiyo ni kawaida kabisa. Lakini kama wewe ujiamini, kama utabeba moto ule ndani ya moyo wako na kuulinda hata wakati wa dhoruba, siku moja dunia itabadilika. Si kwa sababu ulishurutisha mtu yeyote kukuamini, bali kwa sababu matendo yako, uvumilivu wako na uaminifu wako na ndoto yako vitaonesha ukweli ambao maneno hayawezi kuonyesha. Kwa sababu kujiamini si kujitafakarisha kwa kujisemea maneno mazuri tu. Kujiamini ni uamuzi. Uamuzi wa kila asubuhi kurudi tena na tena, hata ukijua barabara bado ni ndefu. Na uamuzi huo ni hatua ya kwanza ya mafanikio yote. Kama kuna mtu aliyewahi kukuambia huwezi kufanikiwa, kumbuka kitu kimoja. Watu wengi wanaoshindwa maishani si kwa sababu hawana uwezo, si kwa sababu hawana akili, si kwa sababu hawakupewa nafasi, ni kwa sababu hawakujiamini na walikubali maneno ya wengine kwa ukweli wao. Daftari lako la bluu lipo, ndoto yako ipo,
moto ule bado unawaka ndani yako. Swali moja tu linabaki, utaendelea au utakubali maneno ya watu? Jibu hilo liko kwako peke yako. Asante kwa kusikiliza hadithi. Tutakutana tena wakati mwingine.